Na karibu tena mtazamaji kwenye mjadala huu kwenye awamu nyingine ya TV47. Matukio kama nilivyokuwa nimekuarifu, wanasema ahadi ni deni, na ambapo siku ya leo tutakuwa tunajadili mada ya athari za kampeni za mapema, na ambapo siku ya Jumapili ambayo imepita katika ibada ya kanisa ambayo ilifanyika katika kanisa la AIPCA Igegania katika kaunti ya Kiambu iliweza kukatizwa kwa muda baada ya makundi hasimu yanayomuunga mkono gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi na mbunge wa Thika mjini Alice Ng'ang'a kulumbana vikali kwa kurushiana kauli nzito. Tukio ambalo lilishuhudiwa na Rais William Ruto. Hii ni ishara kwamba kampeni za kisiasa imeanza mapema. Katika gazeti moja pia humu nchini mwezi Juni mwaka huu, mahakama hii ilikuwa imeharamisha kampeni za mapema kabla IEBC kupuliza kipenga mwaka wa 2027. Hebu tazama video hii. Asante. Roho ndio hiyo. Wafuasi wa pande hizo mbili walibadilishana kauli mbiu za kisiasa katika kile kilichoonekana kama maonyesho ya nguvu za kisiasa, hali iliyokaribia kugeuka kuwa mzozo wa kimwili. Tutulie kidogo tusalimiwe na Deputy Governor. Asante, tutulie kidogo. Maafisa wa usalama walipata wakati mgumu kutuliza hali hiyo, na ibada ikalazimika kusimamishwa kwa muda, huku viongozi wa kanisa wakiingilia kati kuwatuliza waumini. Na watu wote ambao tumekutanika siku ya leo. Akihutubia waumini, mbunge Alice Ng'ang'a alieleza ishara ya kuwania ugavana wa Kiambu mwaka 2027, akiahidi kuboresha maeneo ya vijijini yanayokosa miundombinu ya msingi. Ila utata ulitokea hapo gavana Wamatangi alitajwa kuwa gavana anayeondoka. Mimi hivi karibuni nitakuwa mdosi wa hapa Kiambu. Kwa upande wake, gavana Wamatangi alikosoa kampeni za mapema, akisisitiza kuwa kipaumbele kinapaswa kuwa utoaji wa huduma kwa wananchi, akisema ataendelea kutekeleza majukumu yake na yuko tayari kutetea kiti chake katika uchaguzi ujao. Saa zingine unajua simba akitulia anaonekana kama ni paka vile walivyosema, Your Excellency. Mimi ndio sitting governor wa kaunti ya Kiambu. Mimi ndio governor to be wa Kiambu. Don't be in doubt in your mind. Akishuhudia utata na ubabe huo, Rais William Ruto amewataka viongozi wa Kiambu kudumisha umoja na kuepuka siasa za mgawanyiko, akionya dhidi ya vurugu na uchochezi. Uchaguzi ya Januari si ya governor, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, bado ya governor itakuja baadaye. Vile tumeona umoja katika kanisa la AIPCA, mimi nawaomba ndugu zangu watu wa Kiambu, viongozi wetu wa Kiambu, na wasihi na waomba tuwe na umoja vile. Rais William Ruto amewakashifu wapinzani wake wanaokashifu utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akieleza kuwa serikali yake imejitolea kutekeleza miradi yote. Kama unangojea mtu akuje akupangie barabara ya kwenda kwako, kwa sababu barabara ya kwenda kwako bado ni vumbi na bado ni ya matope, unamngojea akuja akupangie. Yeye mwenyewe huyo ambaye unamngojea, yeye mwenyewe amekuwa kwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwake ni ya vumbi na matope. Atatoa wapi akili? Kama amekosa akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atatoa wapi akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako? Viongozi waliohudhuria ibada hiyo walitetea utendakazi wa serikali, wakisema imeendelea kutoa huduma muhimu kwa wananchi, huku wakimpigia debe Rais Ruto. Kiambu County, we are not living on a promise. We are living in the reality of moving towards a first world country from a third world country. Kuna watu ambaye hawaelewi kazi inatoka kwa serikali na inafanyika ukiwa na serikali. Yule alikuwa anasema hatuwezi, tumwambie asubuhi na mapema tutakuwa tumevoti rais wetu aendelee na kasi. Kadri mwaka 2027 unavyokaribia,
ndivyo kampeni za kisiasa zinavyozidi kupamba moto, hasa katika maeneo ambako ushindani mkali tayari umeanza kujitokeza, kila mmoja akitafuta ushawishi. Naam, ndivyo hali ilivyokuwa katika kaunti ya Kiambu wikendi ambayo imepita na ambapo siasa zimeonekana kuchacha. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu hii, na pia nawe popote pale ulipo unakaribishwa kuchangia kwenye mada hii komavu hapa studioni, ambapo tayari wageni wameshafika na watakuwa wanajitambulisha na sehemu wanakotoka na kauli zao kuhusiana na mwelekeo wa siasa. Nitaanza naye Omondi Olo ambaye ni mwanachama bunge la Mwananchi. Karibu sana kwenye studio za TV47. Asante sana kwa majina, naitwa Omondi Olo. Naam. Omondi Olo, I'm also a youth representative ODM Embakasi West. Na pia mwanachama wa bunge la wananchi Jivanji, na also coordinator wa youth Nairobi County. Naam. Asante sana. Ya pili, on the issue of early campaigns, it is an issue that is going to really interfere with Kenyans, sana sana wananchi, sababu unapata ni wakati wa viongozi wanafaa walete maendeleo. They're supposed to be bringing development to the people, empowerment of the youth, empowerment of our women. But to realize they engage us in politics so that we have a cycle of politicking. So it means that hawatakuwa wanaleta maendeleo kwa wananchi. Watakuwa tuna siasa za kila wakati bila kuleta maendeleo kwa wananchi. So I think it is not very good for our people to engage in early politics. And again, it is also encouraging hooliganism, because you realize politicians will pay people to come and engage to make them powerful before the people. Lakini unahisi nini ambayo imechangia ama imechochea kuanza kwa kampeni za mapema kipindi hiki? The main reason is idleness. Vijana wana kazi. Na vijana wanapiga kelele sana. So I think the government has failed in empowering its youth, empowering its men, and majorly the populace. Ili watu wakuwe na vitu vya kufanya. Wajua kama kuna njaa mingi, watu wataanza kupiga kelele. Na watu wakianza kupiga kelele, wanasiasa watakuja kwa ground. Na wakikuja kwa ground, kitu ambayo watakuwa nasema ni hope selling. They'll be selling us hope, telling us things that they will do by 2027. And when it begins at that point, it means that now we are in political time. So the government must empower its youth, it must empower its people, and also ensure that the economy is doing well so that people can concentrate in doing work, minus engaging in politics. Asante sana kwa kauli hiyo. Masli Akoth, mwenyekiti KANU Campus League. Umesikiliza vizuri hapa Omondi akizungumzia swala. Sijui kama utatofautiana na yeye ama unakubaliana na kauli hiyo. Na wewe kama kijana kiongozi au mwanasiasa mchanga, kiongozi mchanga, acha nisitumie jina mwanasiasa, kiongozi mchanga, unahisi nini ambayo inachangia wanasiasa kuanza kampeni za mapema? Kwa sababu ukiangalia tangu mwaka 2022 kulikuwa na opposition, the late Raila Odinga ambaye alikeep government on toes na kukawa na maandamano, na siasa pia iliendelea mwaka 2023 na sasa hivi tuko mwaka 2025. Asante sana. Kwa majina naitwa Masilin Akoth. Mimi ndiye mwenyekiti cha KANU Campus League. And okay, utaniruhusu niweze kuchanganya kiasi. I would say early campaigns is not so good, especially within the country. Kwa sababu unapata viongozi wengi wameshift main agenda, imetoka kwa wale ambao waliwachagua na wakaiweka, it's now about them. So wanataka now they Mbona unasema is good? It's not good. Oh, it's not good. Because they've shifted the main agenda from the people who elected them to themselves. Sai kila mwanasiasa anataka kujiongelelea yeye. Wametoa ile mind yao kuserve wenye waliwachagua ambao ni wananchi, na wamechukua main agenda ikakuja kwao sasa. Sasa ni mimi nataka watu waone venye mimi ni mtu mzuri. And now, as you can see, they are already fighting. Now, the development of the country is on pause because the leaders are now fighting who is better than who, instead of serving the people who elected them. And now this is one of the things that I would really love to tell the youth to be on check with. Waangalie wanasiasa ambao wanachagua.
kwa sababu sahi badala ya maybe kuendeleza some of these things that they were elected to do in their respective counties and constituencies, they are busy fighting on who is better, who is doing better, who is going to which position. Like, you need to wait until it's 2027 to see, have you done your part as a leader? Wewe kama mwenye alichaguliwa, umefanya kazi yako? Lakini unakubaliana na kile ambacho Omondi alikuwa anasema kwamba kwa sababu watu wako idle ndio maana wanasiasa wanatumia nafasi hiyo. Hiyo ndio imechochea kampeni za mapema kwanza? Okay, I would say the leaders are taking advantage of the fact that, I would not say youths are idle. I would say the leaders have actually, they've observed that the young people are really so eager this time, because when you compare how active the young people were in 2022 election, is totally different from how they're active currently. So inamaanisha viongozi pia wameona. So they want to take advantage of the fact that vijana wameanza kuwa active, and they really want to see that change. So they actually using that. I would not say the young people are very idle. I would say viongozi wamepata nafasi ya, I would say, manipulate the situation. Yeah. Steve Adero. Yes. Mpe kipaza sauti. Sijui kauli yako kama ni tofauti ama ni sawa na kile ambacho Masli ametaja pale. Oh, thank you so much. My name is Stephen Adero. I'm the champion of the Vision 2030. I'm an agribusiness specialist. I'm the vice chairman of United Kenya Movement. I'm also the incoming member of parliament, Kibra constituency. And today I'm very happy that we are discussing a controversial issue that has affected our nation since independence. And that is the early campaigns. You have just seen the clip you have played there. People have already started campaigning, forgetting about the development goals they sold to the Kenyan people during their campaigns. And you have just seen there was already political tension and violence. Were it not for the police to come in, the situation could have been worse. Now, I want to tell you that this is happening because we have weak enforcement from the institution that should do that. We also have defiance from the political class. And finally, there is loopholes, legal loopholes that allow politicians to do early campaigns, neglecting the development goals they should really focus on. You remember on June 25th, just recently, there was a case in the High Court, and the High Court ruled that the campaign periods should not be conducted outside the gazetted notice. So if you are found conducting campaigns without from the gazetted periods, then you are in for it. But we have seen defiance from our political class. I want to echo what my friend have said because of idleness. If I am busy, and you have seen these campaigns, rallies, young people are there. They are being paid off to attend those issues because of idleness, lack of opportunities, employment. So I urge the political class and the institution that are responsible to really focus on doing their service. Kuguzia hilo swala ambalo umetaja kuhusiana na mahakama. Mahakama pia ilikuwa imesema kwamba fedha ambazo wanasiasa wanatoa kama zawadi kwa wananchi haiendanishi na mapato ambayo wanapata kila siku. Na hii inafanya wanasiasa ama wananchi wanategemea wanasiasa. Yeah, on the issue of that, our politics has been made so lucrative. It's a business. And I want to tell you that if you want to get rich very quickly, then join politics. There's a say that says, if you are not part of the corruption is bad. Our political class, they have created poverty within the people, so that when campaigns comes, they sell handouts to them, and they call them, they manipulate their interest. That's what's happening, Goonism, hooliganism, everything. So we are saying that for Kenya to prosper, we need this issue addressed. We need
employment. Then we need not politics being made so very lucrative. Yeah. Yeah. Asante sana kwa kauli hiyo. Jennifer Waridi upande wa nyuma, kabla sijaelekea upande huu mwingine. Ana kipaza sauti, ana microphone. Ndio. Na Waridi, umesikiliza vizuri hapa akitaja swala la kwamba constitution yetu ina loopholes. Na pia kuhusiana na swala la goodwill. Manake pia kaka hapa ametaja, kaka Stephen Adero kwamba wanasiasa wamefanya siasa ikakuwa bei ghali. Na kuna goodwill kweli ya kutoa nafasi za ajira kwa vijana na kusuluhisha matatizo yao? Asante sana Bwana Kirubi, na shukrani sana kwa kutualika mara tena katika studio zenu. Mimi naitwa Waridi wa miradi, Jennifer. Mimi natokea Lamu na ni mwaniaji wa ubunge katika kiti cha Women Rep pale Lamu. Na kwanza siku zote mpaka unajua kuhusu tunapenda salamu sana, na wasalimu sana wananchi wa Lamu. Hamjambo, natumai kwamba wana watch sahi. Na nafurahi sana kuwa hapa ili tuzungumzie hii swala la kampeni za mapema, ambao ni swala nyeti sana, ambao kwa sasa hivi tayari zishaanza na bado miaka 2 ama 1.5 ili tufikie katika siasa, siku ya kupiga kura. Kakangu ameongea vizuri, ni kweli. Kwa kiasi zipo good importance ya kampeni za mapema, sio tu mbaya. Zipo pia uzuri wa kuanza kampeni mapema. Kwa maana kwanza kabisa ninaweza ifananisha na mkulima. Kampeni za mapema ni kama mkulima ambaye anaandaa shamba lake mapema kabla mvua haijakuja. Yeye ako na advantage 2. Iwapo atakuwa amejipanga vizuri, itamfaidi ile mvua. Na iwapo hajajipanga vizuri, itakuwa haijamfaidi. Ndivyo kampeni zilivyo za mapema. Zipo importance za kwanza mapema. Na nasema hivi kwa maana pia mimi nimedeclare mapema ya kwamba nitavai. Najua zipo changamoto ya kwamba nimedeclare mapema. Wananchi wanakuwa na mtazamo tofauti, wako wanakubeba vitu tofauti. Mheshimiwa karibu, mazishi nini, unakuwa unatoa sana. Na sisi ambao ni samaki wadogo tunakuwa tunaumia. Kwa hivyo importance ni kwamba zinaweka a neutral ground ya kwamba wananchi wanaweza kusample wagombea wa hizi viti. Ya kwamba iwapo unavai katika kiti fulani, unakuta kwamba mwananchi anaweza kukeep up na pace yako, ya kwamba unafanyia nini mwananchi. Je, wewe ni kiongozi wa kweli, ama wewe unakuja mwisho wa campaign, pengine umejiandaa na hela, unakuja utoe hela alafu ndio uchaguliwe? Ama wewe ni kiongozi wa kweli ambao umetembea na wananchi kwa miaka 4 ama 5? Kwa hivyo kama mgombea inasaidia kwamba wananchi wanaweza kusample viongozi watakao wachagua katika uchaguzi. Na pia inaweka standby yule kiongozi ambaye alichaguliwa, ya kwamba zile sera ambao kwamba aliuza azifanye, na yale ambao kwamba aliweka kama ajenda zake azitekeleze. Kwa maana mimi kama mgombea ambaye nawania hiyo kiti ama naangalia hiyo kiti yako, ni lazima nitakuweka on toes ya kwamba uliahidi utakuwa unaleta zile visodo zinapeanwa katika ministry ya gender, utakuwa unazileta kwa ground, lakini wewe huleti. Kwa nini? Kwa hivyo inakuwa Waridi ambaye anagaramika na atafanya nini? Underground atoe zile visodo. Kwa maana tena ni lazima mtoto asome. Kwa hivyo unakuwa kwamba tunaweka sisi kama wagombea, wakati ali kampeni zimeanza, wale wako kwa viti tunaweka on standby ya kwamba ni lazima wafanye yale manifesto ambao waliweka. Na pia sisi ambao tunagombea tunawekwa katika mizani na wananchi, ya kwamba mwananchi anajua, je, ni kweli huyu ni kiongozi wa kweli ama huyu ana fake tu. Unajua huwezi fake kwa mwaka 1 ama 2 3. Utakuwa umechoka kama wewe si kiongozi wa kweli. Lakini kama wewe ni kiongozi wa kweli, ni kumaanisha kwamba utatembea na mwananchi sako kwa bako. Na kampeni pia za mapema zinaweza kuleta, wewe kama kiongozi unakuwa uko na hoja zako, unaziweka wazi. Na unaleta pia suluhu wazi mapema. Kwa hivyo zipo chanya
ambazo ni kwamba zinaweka neutral ground ya kwamba kila kiongozi anaweza kusema agenda zake na pia kuweka wazi ya kwamba atafanya ni wananchi na pia kuweka on toes wale ambao wako kwa viti. Na pia yako mabaya ambao ni yako, kwanza kabisa ni yenye ndugu yangu pale ameyasema, hooliganism, mambo na kwamba vijana wako idle, kwa hivyo wanaweza tumika sana. Lakini hatutaki watumike hivyo. Tunawaambia vijana ya kwamba wasikubali kutumika katika kuleta siasa za vurugu katika nchi yetu. Na iwapo hata kama mtu hana kazi, ni vizuri tuanze kuwa wavumbuzi. Ni jana tu ya kwamba tumekuwa na new millionaire who is 22 years old. She's an environmentalist. She has been doing her own things without support. Yeah. But right now, kwa sababu ameonyesha ya kwamba wazi, mimi ni Gen Z na mimi naweza. I'm going to set a record for the world to recognize me. And she did that. And yesterday and the whole week she has been the talk of town in the whole world. So vijana ni lazima tujukumuike sisi kama vijana. Tusikubali ya kwamba hii sentence inatumika kila wakati ya kwamba sisi kwa sababu tuko idle, tupo hatuna kazi, kwa hivyo tunaweza tumika hivi hivi. Kwa hivyo ni mabaya ya ali campaigns yapo ndio mengi zaidi. Lakini mabaya ni mengi zaidi kuliko ndio mabaya ni mengi, lakini mazuri pia yapo ya kwamba ni mizani ambao wananchi wanapaswa kuiangalia kwa kina ili kuchagua kiongozi ambaye kweli anajali maslahi na ako na ajenda za kweli na za kikweli za kuendeleza hii nchi. Ndio. Nikiuliza swali lingine Waridi, uongozi mbaya ambao wananchi wamekuwa wakilalamikia umechangiwa na viongozi wabaya au wanasiasa wabaya? Mimi naweza sema ya kwamba uongozi mbaya ambao tunaweza sema ya kwamba pengine umeangaliwa kuanzia kule mashina mpaka juu, mimi nitasema sio kwamba ni viongozi wabaya. Mimi nitasema ni wananchi. Kwanza kabisa wao ndio wanashirikisha, kwa maana yeye ndio atasubiria kwamba hajavote mpaka saa 10 za jioni, hajavote, yuko pale kituoni, bwana nirambishe. Unajua kule kwetu wasema kurambishwa. Nipatie changu zile za macho. Hapa Nairobi nasikia mnasema za macho. Kule tunasema nirambishe. Siendi kuvote mpaka nirambishwe. Na sisi kama wananchi ndio wanachagua wale viongozi wabaya. Tukianzia pale tu mashinani, yule MC wako, yule ulomchagua, kwa sababu pengine alikupea mapeni ilikuwa shilingi 200 ama 500, zishaisha miaka 4 hajafanya kazi. Utalaumu nani? Utaanza kulaumu president. Wewe ulichagua MC wako, yule ndiye mtu wako pale karibu. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba ina contributiwa sana wananchi ambao ni wabaya, wananchi ambao hawajachukua kura, wananchi ambaye anasema ya kwamba mimi kampeni siasa za nini bwana? Siasa sitaki. Ule wewe ndiye una contribute ya kwamba hii Kenya inaenda hivyo. Sasa ya mwisho kabisa sasa ni hao viongozi wabaya. Wapo, lakini pia viongozi wazuri wapo. Kwa hivyo ni lazima tuwe makini, tufungue macho, tuangalie wale viongozi wazuri. Sisi kama wananchi ndio tutaweza kushape mwelekeo na pia mstakabali wa siasa zetu hapa Kenya. Ndio. Asante sana kwa kauli hiyo. Kahindi, sijui kama una kauli tofauti na iwapo ungetofautiana na kile Waridi amesema. Amezungumza mazuri na mabaya kuhusiana na kampeni za mapema. Pia mimi la kwanza ni kushukuru kwa kutualika katika kikao hichi. Kwa majina ni Daniel Kahindi, mwaniaji wa kiti cha ubunge upande wa Kinangop. Pia mimi ni kiongozi katika chama chetu cha Jubilee na kiongozi wa upinzani katika kikao kuu cha bunge la mwananchi. Kwanza nianze kwa kusema pole kwa familia ya kiongozi wetu Bwana Cyrus kwa mambo ambayo yamewapata, na ingawaji kunaambiwa sijui nini, inashukiwa kuwa ni siasa zijazo. So kulingana na hata jinsi tunaongea kuhusu adhari za kampeni za mapema, hiyo ni moja kati ya adhari zake. Jambo la pili, kwanza nikemee wale watu ambao walienda pale katika kanisa letu kula Independent upande wa Kiambu. Niwaambie na niulize Daktari Bishop Fred kwa ng'ombe, rafiki yangu, Betha Mwangi, Chialidi mkuu, Hana Nyadhira, wachunguze sana jambo ambalo lilikuwa linatendeka pale, na niwaambie wale viongozi ambao walikuwa wamepanga mambo ambayo hayafai katika kanisa,
ya siasa za ushenzi kulingana na mimi katika kanisa wachunguzwe sana. Ikiwa ni kusimamishwa kanisa, kwa kanisa la independent, kufukuzwa kanisa si big deal. So wanaweza ambiwa kwanza enda upate discipline, utakuja. Because discipline matters. Lakini tulisikiliza mchungaji pia pale akiongelea mambo ya siasa. Manake nimemtaja Archbishop Frederick Wang'ombe, aongea na huyo bishop mwenzake, His Eminence Bwana Mudhuri. Archbishop ni marafiki zangu, mimi nimelelewa katika kanisa la independent ingawaje mimi ni Mkatoliki. Niseme hivi, jambo ambalo tumesahau kama wananchi. Sisi tumekuwa watu wa kuchagua wanasiasa, sio viongozi. Na nitapingana na jinsi Waridi hapa amesema dadangu, eti ni vyema kufanya kampeni. Nashangaa. Hivyo basi tukifanya kampeni mapema, tutakuwa wale ambao wanachaguliwa. Lakini anasema mabaya ni mengi kuliko mazuri. Hata kwa hayo mazuri ambayo wanasema ndio nataka kumtofautisha. Na nimfunze kuwa kiongozi ambaye ni kiongozi hataki kwenda kujitambulisha kwa watu. Juu unajulikana. They already know you. They know how you have been serving them, not your first time. She's talking of doing campaigns, early campaigns, so that people may know you, may know whether you'll be able to go with them. But this is a short period of time, about 2 years, 1 year, then later you disappear. But kuna yule kiongozi ambaye umekuwa na yeye pale, na this guy or this lady, you have been with them through thick and thin. So huyo ndio kiongozi. Hao wengine ni wanasiasa ambao tunaletewa. Na hapo ndio tatizo liko. Nataka kusema, the reason is to why they tend to be doing early campaigns. Number one, ni kuwa wawa watu wanauoga. Wale viongozi ambao tuliwaona pale kanisani wa independent, wote ni viongozi ambao wako kwa vyeo. Already wanafaa wakuwa wakifanya kazi. And it is a great shock that mimi ambaye sijachaguliwa naenda kuambia wananchi naomba mnipe kura nini. Na kuna yule ambaye already amepewa nafasi ya kuongoza, na badala ya kuongoza wananchi waseme huyu mtu alituongoza hivi ndio maana tunamrudisha. Wao wanaenda kufanya tu kampeni za ushenzi. Juu mimi nikiulizwa huu woga, they already fear that they might not be there. That's why they are trying to do it. And the question is, what are they going to do campaign? Or what kind of campaigns are they doing? Fine, campaigns might be better, but what kind of campaigns? Are they going to get the popularity? Or are they going to discuss the issues? Unajua kuna wale viongozi ambao wanakuja ground, na badala ya kuja kujipiga kifua na kuleta miela, wana identify the problem and identifying the solution. If that is the kind of campaign tunaweza kuwa nayo, it can be a good way to go to the first world country. But if Mr. President is leading a campaign ambayo inaenda watu kuleta tu ubombeaji, nani anajulikana kuliko mwingine, nani ameinvite watu wengi kuliko nani, that thing will not lead us to the first world country. That is total stupidity. That is according to me and according to most Kenyans. Because we are supposed to go and identify that this is the current problem we are having at this area, this is the solution. To identify, kwenda to the first world country, si kwenda kulipa watu. I can really tell you that, nimekwambia nimelewa kanisa independent. Mimi sijaona mwanamke wa Women Council, hicho kitambaa cha blue, akiwa na trouser kwa kanisa. Hakuna, katika sheria hakuna. And I'm telling you, being a son of independent with a trouser. And I'm like, kanisa, Betha Mwangi, kwani the diocese of that area, haijafunza wanawake wa huko. You know, that is gaining the popularity. Badala ya ku-identify problem, watu wanaenda ku-identify nani atachaguliwa. The question is, so that means people wataenda kuchaguliwa ama kuelektiwa according to popularity. Si kazi ambayo imefanya. Hivyo basi nasema hilo tendo lifike kikomo. Lifike kikomo. Juu wakiendelea hivi, we as the young people, we have a lot of problem. Let me identify it. Because our watu, they are coming to change our conscience from what they are supposed to be doing to make us think it is a political regime. It is time to do the politics. Badala ya ukuje hapa Kirubi ni kuambia ndugu yangu ulisema hapo utaweka stima, hapo utafanya,
Unakuja tu tunaona siasa. Nipatie roase yako, ukinipiga roabe, mimi nijitoe. Sitaki kujua kazi. And that is the problem ambayo we are going to face as a country. Saizi tunasikia kuna mahali watu wanakufa njaa. Hakuna chakula. Instead of discussing on how those places are going to be made fertile and produce good feast, tunaenda kudiscuss venye tunapeana 200. Unaona? So kiongozi akikuja badala ya kuidentify problem ana identify 200. Sisi wananchi for the next 1.5 years hakuna maendeleo tutapata. We still have an economic financier ambayo inakuja. That budget, unadhania tukianza siasa saa hizi, by that time hiyo kitu hao watu wakipatiwa hiyo pesa, tuseme NGCDF and everything, hiyo pesa itakuwa inaenda kwa kampeni ama kuleta maendeleo? Kwangu itakuwa inaenda kwa kampeni badala ya maendeleo, because we already are focused on politics. So those are the things that we are heading to. Na hayo ndio mambo ambayo tunafaa tuangalie tuone tunatumika. So for those people that are going to be bribed, you know, nimeona wengine wakisema Trufena, yes, I'm anti-government because sioni ikifanya kitu mzuri. But kwenda kupewa 3 million, mimi I say, Trufena ukiitiwa 3 million, enda uchukue. Because wenye wanakuambia usichukue, wanapatiwa 200, washangilie mtu wapigane. You know? Kirobi, ningependa kurekebisha ndugu yangu hapa dakika moja tu. Na kwanza kwa Trufena hiyo naomba usiongelele, kwa maana huyu msichana amejituma, ni rafiki yangu, namjua. Na hakuanza hiyo siku ya kuhag miti. Amekuwa akienda kupanda miti, amekuwa akijituma, anatumia mziki kupass information ya create awareness about kupanda miti. Kwa hivyo hajaanza jana. Kwa hivyo wamejituma na wakati wake wa kubarikiwa umefika. Lakini Baraka achukue, lakini ajue ku she's now the ambassador of the 15 billion trees. So she's going all around. Unasema nini Waridi? Mimi nataka kukinzana naye, nimwambia kwamba unajua kwamba kuna ukiritimba wa siasa ambao upo kwa sasa hivi, na ningependa kukemea ya kutumia masuala ya mitandao kupass the wrong information just to create a negative picture. Mimi, I don't support hooliganism, I don't support it. But about Thika, mara nyingi sana sisi kama wanasiasa, sisi kama viongozi, unaalikwa katika hafla. Kwa mfano, mimi najua unatoka Nyanza. Lakini Kinango. Nyandarua. Lakini nikikualika kwetu Lamu, ukija ni lazima nitakuvisha kanzu. Sawa? Utavaa ama hutavaa? Utavalia, asante sana. Juzi wakati wa kanisa, kuna wale ambao walipatiwa vitambaa wakajifunga, walikuwa na trouser ndio, lakini ukienda kwa kina Roma unaishi kama nini? Kama wa Roma babangu. Na sasa sikiza kiongozi. Na sasa walienda pale wakavishwa, haya huyu alikuwa sijui, mwingine naona alikuwa na kipuli, mwingine naona alikuwa na trouser. I don't think we should judge them as that, because kama sahi kuna sherehe zitakuwa Turkana to Bonglore. I've been attending it. Na ukienda kule unavaa Kimasai. No problem. What I'm saying is the church have got its policies. It has its policies, the policies but and why you are supposed to. But nyumba ya Mungu ni nyumba ya watu wote. Wale washirikina, wale watenda dhambi, wote. Kwa hivyo tuachane na masuala ya kanisa. Kama mmejifunga kitambaa ni sawa. Kuna watu wengine bado hawajazungumza. Victor Nunda, mwanachama bunge la mwananchi. Asante sana Bwana Paul kwa mwaliko. Naam. Mimi naitwa Victor Nunda. I wear many hats, but kwa leo nimekuja kuwakilisha bunge la mwananchi. Naona wenzangu wako hapa. I'm also MC hopeful hapa Savannah Ward, Embakasi East. I use the word hopeful, not aspirant or candidate, because bado ni mapema sana. Na hizi kampeni za mapema, let's just go through the numbers. Hizi by elections zimeisha, watu 3 walikufa. That is in Kabuchai, it's in Bungoma, it's in Kasipul. So tukianza mapema, then what? And then Kenya, we are not following the rule of law. High Court ilisema watu wasianze siasa mapema. Sheria inasema president aanze 90 days too. The other guys should start 60 days too. Kenya watafuata sheria kweli? Hiyo ndio shida yetu. Lakini mbona hatuwachukuliwa na siasa mahakama ama maafisa wa polisi hawachukuliwa na siasa hatua? Sorry? Mbona maafisa wa polisi hawachukuli hatua wanasiasa ambao sheria imewakataza kuanza kampeni mapema? Impunity. Simple. Impunity. Wataambiwa lakini bado
fanya vile wanataka. Lakini vile 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 Waridi amesema pale, siasa za mapema kama ni nzuri na kama sheria inaweza kubali ni nzuri. The art of war, Sun Tzu anasema ule mtu anafika kwa kiwanja mapema, the person who gets to the battlefield early has an upper advantage. Hiyo ndio kwa sababu unaona watu wanaingia kwa siasa mapema kujipanga, kuweka mikakati. Sasa kwa muda mwingi wenzangu pia waongee kidogo. Asante. Lakini kuna kitu ambacho Kahindi alisema kwamba shughuli hiyo huenda ikawafanya wananchi wakachagua mtu based on popularity na sio kwa kazi ambayo anawatendea wananchi. Nitasema ni pesa wanatumia. Sana wanatumia pesa, wanatumia fedha na vijana wako na ni vijana ambao wako na njaa. So wakipata vijana wako na njaa pale nje, tuliona kwa by elections vile ilikuwa chafu na pesa ilitumika. So kama vijana raundi hii wanaweza sikia mwito wetu sisi kama wagombea viti, msiende hata kama ni kuendea pesa vile Kahindi anasema, kama ni trufe na enda hiyo pesa, lakini jua hisia zako ziko wapi. Asante. Asante sana. Joshua Kibor. Yes. Asante sana Bwana Kirubi kwa mwaliko wako wa leo. Kwa uhakika kampeni za mapema ni kama kuanza mbio kabla ya kipenga, na mara mingi huu ni mchezo ambao umechezwa huko katika nchi yetu, mchezo ambao umefanywa kwa muda mrefu sana. The problem is umeuliza kwa nini wasichukuliwe hatua. Kwanza tunaweza aje define tuseme what is early campaigns? How can you define and say this is early campaigns? That you can say this person, an action needs to be taken to this person because he has started early campaigns. Utaenda je kotini, koti itaweza je kumchukulia mtu mmoja hatua ya kuonesha kwamba kweli umeanza early campaigns. For example, watu walikuwa wameenda kanisani. Wengine wanaweza sema sisi tulikuwa tumeenda tu kumshukuru Mungu na kujiandaa mambo ya Krismasi, hatukuwa tunafanya campaign. Utajuaje, koti itawezaje kujua kwamba huu ni early campaigns? Inaonyesha kwamba kuna tatizo hapo katika katiba ya kwamba hakuna definition kamili ya kuonesha this is campaigns. This is not what you should this is what you should not do before this period. Sauti karibu. Before this period. Hiki ni kile ambacho unafaa kutokifanya before ifike wakati wa campaign. For example, kama rais anaenda kufungua seme barabara, huwezi sema hiyo ni campaign. Utajua aje ya kwamba this is campaign. Na ukiangalia mara mingi watu wenye wanafanya hii mchezo ya campaign before election mara mingi ni wanasiasa ambao current politicians ambao already wako kwenye kiti. Kama vile Kahindi aliposema kwamba umeshachaguliwa, already wafaa kutuonyesha ni nini unatufanyia, what are you doing to solve our problems, sio ku campaign. Already wewe uko na kiti. Sasa kama wewe mwenye uko na kiti utafanya campaign saa hizi, na ule mtu mwenye ana kiti atafanya nini? So you see, it becomes disadvantage because these guys will use money. It becomes disadvantage to the young politicians who are trying to come up, especially the youths. It becomes very, very hard for them kuingia kwenye mchezo wa siasa, manake baadaye utapata kwamba there was no level playing field for everyone, such that the guy was a sitting MP or a sitting women rep already alishaanza campaign immediately vile alishachaguliwa. Wakati inafika wakati ambapo sasa IBC inakuja inasema kwamba now it's time for campaigns, unapata kwamba already mtu ako na umaarufu, vile Kahindi alisema kwamba it will be popularity. Mtu atachaguliwa kwa popularity, sio kwa sera. Lakini sisi kama vijana tunasema kwamba tunataka kuona watu wenye wanakuja wanatufanyia kazi, especially those who have already been elected. Tunataka kuona ya kwamba wanakuja kutufanyia kazi, sio kampeni. Hatutaki kuona maneno ya kampeni. Na kwamba ni ukweli, hii watu wameshtuka, washaona ya kwamba vijana wanakuja na wanaongea maneno ambayo yanasikizwa kwa ground, and that's why wanataka kuanza hizi kampeni mapema. Ni kwa sababu wameshtuka, sio kwa sababu nyingine. Wanajua ya kwamba wanaenda nyumbani, that's why wanataka kuanza mapema, ku disadvantage other aspirants kama kina Kahindi. Lakini
ingekuwa wewe ungetoa pendekezo katika mahakama kuhusu swala la kubainisha iwapo mtu amefanya kampeni ama hajafanya, ungeweka sheria iwe namna gani? Bunge letu la ungetoa mapendekezo yapi kwa bunge? Ya kwamba waweze kuset articles na policies za kuonesha kwamba what really defines early campaigns, and you know what to determine that should be, that's why tuko na sasa na bunge tuko na bunge na tuko na senate ambao au watu wote wanaweza keti chini na wakadefine wakasema what is early campaigns. Shida ni au wenyewe ndio wanafanya early campaigns, so there is no way wataweza kuset such kind of articles. Parties Act inasema 90 days and 60 days. Maybe tuende tukasome vizuri. Alafu inakuja inasema kila electoral body vile sasa the economy ingia, yeye ndio sasa atakuja aseme itakuwa ni 100 days, hata fine tune tu kidogo. But what defines those are days, that is duration of campaigns. But what defines campaigns, early campaigns? Utasema nini ya kusema huyu kweli huyu anafanya campaign? Ukisikia Kirobe ampewa microphone aongee na mtu mwingine aongee, utasema kweli huyu amefanya early campaigns, huyu hajafanya early campaigns. What will define that? Bwana Kirobe, allow me to say this. To identify or to recognize somebody doing campaigns, it is very clear that pia hapa kwa hiki kituo mmerecognize kuwa kuna kampeni za mapema. You get me? It will not need a theory or Python or anything. You can be able to tell according to the way people will communicate to the public. What are you addressing? What is the agenda? What are you selling? So what I wish and what I advocate. Number one, we have the problem with our parliament. Because the examined is the one who is planning the examination. Imagine you're going to be examined and you are the examiner. Hapo ndio tatizo liko. So wewe unajiwekea mtihani ambao unajua you will be able to do. So this is up to the Independent Electoral and Boundaries Commission. That's why it is independent. It should have a disciplinary committee ambayo it should be very tough. Ukipatikana ukifanya campaign ama talking about campaigns. You get me? On how you can sell yourself popularity. If you're not doing that something, na wewe kazi yako tu ni kwenda kuuza sera, sijui unauza manifesto indirectly, unafaa usimamishwe na uambiwe this election kwanza weka nini kando. You get me? Because what you're supposed to be addressing to the nation or to the Kenyans is the problems and the solutions. If you're doing campaigns, be very bright enough to do campaign by identifying many problems and giving many solutions. Then from there, the Kenyans will decide and see, this guy is a very bright one. But saizi, tuko pale tu, tunamsikiza mtu ambaye, I thought that guy is a very clever guy. The name, this independent guy, who was the MC that day, anaitwa the MP. Kururia. I loved Kururia on the way he talks, but that day alinifanya ile mapenzi nilikuwa nayo kwake iishe by referring to the current governor as the outgoing and referring to an MP as incoming. And I'm like, are you an MP or you are incoming? You get me? Hizo ni mambo ambayo there are things that ukiwa mtu mzima uko na bibi then uko kwa uwanja ukitafuta mrembo mwingine. That is stupidity. Derek Ouma, acha tumpe kwanza nafasi Derek. Asante sana. Naam. Majina naitwa Derek Ouma. Youth leader bunge la mwananchi Kenya mzima. Kitu ambacho naweza ambia wananchi wa Kenya kwa jumla na wanasiasa pia. Makosa haiko kwa wanasiasa. Makosa ni sisi wananchi ambao hawa wanasiasa washatuona kama chombo cha kutumia. Hawa wanasiasa wakikuja kule mashinani wanatuambia kile kitu ambacho watafanya wakiingia kwenye kiti. Lakini ukiwa kiongozi, kile kitu nafaa ufanye ni action. Ufai kukuja na matendo. Inafaa kama wewe, kama dadangu hapa amesema ya kwamba nataka women rep ya Lamu, yeye nafaa kukuja aanze kusaidia wanadada wale wa Lamu, ili wananchi wa pale Lamu waanze kuona ile kitu ama anafanya. Sio kile kitu ambayo wanasema nakuja kwa wananchi na wanatueleza kwamba
munipe siku 20 nitafanya hii. So kama wananchi wa Kenya, sisi ndio tumepanda hii miti ya wanasiasa na hii uongozi mbaya, kwa sababu sisi wenyewe tunakuja we are being given small amount of money, tunageuka tunaanza kutukana wengine, tunaanza kuleta gunism mara nini. Sasa kama sahi Kenya hapa unasikia watu wakisema ya kwamba hapa Kenya huwezi ongoza if you are not a goon, ama hapa Nairobi. So hiyo gunism ni sisi wenyewe kama wa Kenya tumeifanya nini? Tumeilea na tumeifanya imekuwa kitu ya maana sana. So Kenyans na wa Kenya ndio wamefanya hii uongozi inaleta hii maneno yote ya kampeni za mapema. Tena hii maneno ya sheria. Wananchi wa kawaida ndio wanafuata sheria. Viongozi wafuati sheria, kwa sababu wanasema sheria ni pesa. Sasa sisi kama wananchi wa Lahoi, watu wa chini, kama una pesa, sheria itakulemea kufuata. Na hii kile kitu ambaye ilifanyika kule Kiambu, ambayo unapata mwanadada ambaye ameenda kanisani na kuna silver kwa meno. Hiyo kitu na utapata kwamba wanasiasa wanajua kwamba kuna mali hawezi enda bila kubeba watu wake. Like Jamhuri Day or celebration yote ya government, unapata watu wanabeba kutoka sehemu fulani wakipeleka mahali because of 200 shillings. So sisi kama wa Kenya ndio tumefanya hii kitu ime grow. So ni sisi tubadilike ndio wanasiasa watabadilika. Tusiwaruhusu wakuje mashinani watufanyie vile wanataka. Watufanye vile tunataka sisi. Na wakitaka kampeni wasikuje waongee kwa podium ili tuwashangilie ama tufanye kitu kingine. Kile kitu anafaa kufanya anajua vizuri anataka MP. The only thing inafaa ufanye si kupigana na ule the sitting MP. Kile kitu inafaa ufanye ni uanze action kusaidia vijana ambao wako ground. Ukichukua vijana watatu wawili upeleke kazi abroad, hiyo bado ni kazi. So that's the only thing tunaweza faa that's the way we need to dwell on. Hapo ninafaa tuongelelee sana. Ni wananchi wa kawaida wakae chini wajifikirie nini ambao wanafaa kufanya, kwa sababu wanasiasa hawatafuatilia. Wanasiasa hawatafuatilia kile kitu hatufanyi. Wanafuatilia vile wanazoea kukuja watupe kitu kidogo then ndio ufanye kile kitu wanataka. So ni sisi wenyewe tu change kwanza ndio wanasiasa wa change. Ndio wanasiasa. Thank you so much. Ndugu yangu ameuliza swali nzuri sana, kauliza how do you know ni early campaigns? Let me tell you, Kirobi, we have law here in Kenya. And the Election Act of 2011 defines what my brother would have said. Section 6, subsection 1 inasema that the IEBC mandated to announce is mandated to announce election 60 days to and also inform the public of the same. Campaign nafaa kuanza 60 days preceding a general election and also inafaa kuanza 21 days preceding a by-election. You don't need a rocket science to know that this is an early campaign. You saw what happened in Kiambu. A sitting governor is there, then they are introducing another incoming governor. That's an early campaign. So it is defiance and corruption that is a very big problem in this nation. If in case you are a police officer, you are an IB official, I'm a president, and you know I'm campaigning, I'm engaging in an early campaign, but you don't want to take an action because I can pay you. So it is corruption and money. Already I said about, you know, I come from Siaya County. Orengo never campaigned when he was to become the senator 2017. What he said was, I was in Nairobi busy fighting for Raila Amolo Odinga petition, you know that. So he never campaigned, but people elected him because we know he's a fighter. He's a service deliverer. So you don't need to engage in early campaigns to convince the public that you can do more. Thank you.
Aje mwanasheria mkuu Dorcas Oduor, je, ana uwezo wa kuweza kufanya mazungumzo na IEBC ili kuweka sheria zingine ama mikakati ya kuzuia kampeni za mapema? Yeah, I can. But the supreme powers in this nation belongs to the president. And Kiambu, the person who was leading early campaign was His Excellency William Samoei Ruto. So he also, but he's under Ruto, he takes orders. So he also fears. Yeah. Let me just, I would second my friend over there. He said something so important, and I would repeat it again. The main challenge that we have as a country is the corrupt voter. Kwa sababu at this moment, most of the leaders are actually shifting from working, pesa yenye wanafaa wafanye nayo maendeleo katika eneo tofauti tofauti, wamechukua wanafanya nayo campaign. And the way my good friend here is saying, early campaign is too ambiguous for everyone to understand. Like, uwezi sema tu ati early, okay, ukinichukua mimi, and then you sue me for doing early campaign, what will you say? We don't have the exact thing. Maybe one of the policies that should be there, that they should indicate what exactly is early campaign. That nikisema ninataka kusimamia hii kiti kabla ya hizo 60 days, like something like that. If they mention that before 60 days, hata hufai kusema ninataka kusimamia hii kiti. Hiyo ndo unaweza sema that is early campaign. But ukinisusa hii nitakwambia mimi nilienda kuomba kwa kanisa, nikafanya kazi yangu nini. So hiyo issue ya corrupt voters, I was part of those people who were on ground during by-election, and I would tell you, the young people would tell you that I am not voting. They are not voting for a fellow young person because this young person does not have money. Na nakwambia, no ule, I was there, unasikia, ona mtu ule anapeana kitu. Mbona wewe usinipe kitu? Kama hautanipea, wacha mimi nine nikavote kule kwingine wanipe 500. Na sasa hii ndo inafanya no wanasiasa wengi that unapata wenye wako kwa viti sahihi ndo bado wanafanya campaign kwa sababu walishajua, based on the experience that they had before, you have to give voters something because that is something that voters themselves initiated. For me to be elected, I have to give them something. Now my question is, I don't have the money during campaigns, right? But I want you to elect me. What I'm going to do is, maybe let me go and borrow it somewhere. If you elect me, do you think I'm going to work? The first thing is I'm going to make sure that the money that I borrowed first is returned. After that, anapiga hesabu ile enyewe hii term ya kwanza, what I did was returning the money that I borrowed. Now I need to have my own money. Now ile pesa yenye nafaa kutoa kwa maendeleo, anaenda kufanya na campaign and is not doing any project, any development, and all this we blame the voters. And tukiongelelea one good side effect, I would say the only good thing that comes out of early campaign, especially this time, is at least the young people are aware of who they are supposed to be electing in the next election, and they have the mandate to register as a voter. That is the only thing, because currently, at least the new people that are coming to, those who want to be elected. Lakini umesema sasa hivi kwamba a young person cannot elect a young person kwa sababu hana pesa. Na sasa hivi umezungumzia kwamba viongozi wakijiuza mapema pia inawapa nafasi nzuri. Okay, what I'm trying to say is, if we can eliminate these corrupt, like the voters themselves are the main issue here. If I can come out and say, I am going to register as a voter and I'm going to elect a leader who is very intentional with my need as a young person, you don't need to pay me. Like, you don't need to give me that 200 bob. If I think you are a good leader, you are very intentional with the needs of the young people, I do not need you to pay me, and that's it. Hiyo tu ndo itafanya at least mtu asemenyea watu walinichagua mimi hakuna kitu niliwapea. So the only thing I can do to them in return is I would just have to do something to the young people. And the reason why my brother here was complaining about the Turfena lady is because we have a lot of issues in the country.
tulikuwa na hizo cases za police brutality. How long did it take the president to come out as an individual and say you should stop this? But now this lady, she didn't have anyone, or whatever she did, I would not say it was something so serious like police brutality, but within no time, he had called her to the office. What about these other issues? We don't have a problem when the president is appreciating those people who are doing good job, but the most important thing is to handle something that is so harmful than at least encouraging these other things. It's not making sense. Yeah. Tukiachana na hayo, je, IEBC imeweka kabambe kuzuia siasa za mapema? Sababu mara nyingi kuna muda wa kupiga kampeni. Na IEBC je, inafaa kuongeza muda huo ama iko sawa? Okay, I would say ni kidogo kiasi, and then pia nitasema I think also our president deliberately made the time too short, because uliona ilichukua muda gani ndo at least wapate the full IEBC team. Hiyo peke yake ilichukua muda, na unajua by that time watu walikuwa wakwe washaanza kuregister as voters. Yeah, so based on what has happened, I think it should be extended a bit. Thank you very much. I think there are 3 terminologies here that I want to talk to. There's politics, leadership, and governance. And the topic of the day is athari za kampeni za mapema, effects of early political campaigns. I think when I talk about a campaign, we are trying to advertise something to the people. So it means that we have politicians who are advertising their candidature. So it is quite easy to identify if somebody is campaigning towards 2027. But most importantly, I think the main reason why this early campaign is there and the effect is that the politicians don't want to talk about issues. Because the time that IEBC has given us, in my view, it is a knife time for our politicians to do their political campaigns. Because if we are going to talk about issues, we don't need to explain a lot of things to the people, that this is an hospital that need to cost this amount of money so that it can be built. But when we begin engaging in early political campaigns, we are going to begin in popularism, where we are going to show might. Who has more people? Who can pay more people to come to their rallies? Because when you're talking about even the president going to launch a project, it's not a must that everybody needs to be there. People need not to be ferried maybe from Homa Bay to come to Nairobi to witness the president launching a road. The president just needs to go there, launch that road, then go back, then work begins to happen. But in an event, you realize any leader, not even the president alone, any leader goes to the people, begins talking about what they are going to do the people, minus doing what really they were elected to do. So I think if we the people, and especially the young people, we decide to be agents of change, not just spectators of change, because you realize our young people, they're not rising to the occasion, to be very honest. We are talking about voter registration. If you look at the data that is already out, the young people are not registering. If you look at the by-election that just ended, I watched very keenly. It was only old women and our fathers who were on the lines. But the youth, the young people, who I believe are supposed to be agents of change, because we still have the energy, we still have time by virtue that we are young. We are supposed to participate in these elections so that we elect good leadership. People that are accountable. But in an event, we are going to remain at a situation of we want to only do activism and maybe criticize leadership that we have not participated in electing. You know, as a young people, we are supposed to participate in democratic processes, and that is election. And that can only happen if we register as voters. We're not going to participate by just talking. If we participate by talking, that is why these early campaigns are coming, because we know we are not viable to participate. That is when I'm going to be given a rungu to go and beat other people who are going to vote. And again, I still want our leaders to look at empowering its youth, empowering our women, so that these people can be engaged. My good friend, if I'm empowered, I have something that I'm doing. My mom is empowered. She has something that she's doing. No political leader would come and give me 200 shillings to go and carry a rungu to go for those political campaigns. Nobody will come and pick me at Bunge la Wananchi and pay me 100 shillings to go to Kasarani to attend a public rally, for example. I'll know that now it is my responsibility to attend a patriotic function
But if I'm idle, I wake up in the morning, I have no job, I go sit somewhere because I don't have a job, you'll give me 50 shillings and I'll go. And I'll be celebrating because I feel like you've empowered me by giving me that 50 shillings. So the government, our leaders must come out and empower the young people, empower our women, and the citizens of this country must decide and participate in political and patriotic processes, which are elections. Therefore, we must register as voters and participate in electing good leadership, not complaining about poor leadership. But first of all, we must participate in electing good leadership, after which we criticize them when we know that we've elected people that we know can serve this country. Thank you. Who can save this country. Asante sana kwa kauli hiyo nzito. Hebu tusikilize wakazi wa Makueni wanasema nini kuhusiana na siasa hizi za kampeni. Na ningependa kutoa ushauri wangu ama maoni yangu kuhusu siasa za mapema hapa nchini mwetu. Siasa za mapema tumeona zimeanza na zimechacha. Tunaona kila mahali, kila mwanasiasa anaelekea maeneo fulani ili kwamba akafanya kampeni. Si ma MCA, si ma MP, si mpaka president. Tunaona wote wameanza siasa za mapema, na hili kulingana na mimi maoni yangu inaweza kuadhiri maendeleo ya nchi yetu kwa jumla. Sababu kama mtu atakuwa anapingwa kwa mfano na mwenzake, ataona ya kwamba asifanye labda maendeleo maeneo fulani sababu huko kuna upinzani kulingana na yeye vile ataona, lakini hii itakuja iadhiri maendeleo yetu ya nchi yetu kwa jumla. Pia tukikuja kwa county governments, tunaona watu wengine pia wameanza kuomba viti vya ugavana mapema. Pia inaweza kuadhiri, governor anaweza kuona kwamba anapingwa maeneo fulani na kwa hilo akasimamisha maendeleo maeneo fulani. Hili si jambo busara kulingana na mimi. Kwa hivyo ningeomba kwa sababu ya maendeleo nchi yetu, kila mmoja hakikishe amekutana na zile yale mambo aliambia wananchi atakuja kuwafanyia. Sababu tunaona mambo mengi hayajafanywa, yale mtu ameahidi wakati wa kampeni kwamba atakuja kutekeleza, na mengi hayajatekelezwa mpaka wa sasa. Kwa hivyo nasema tuweke silaha chini za kampeni na tuanze kufanyia wananchi maendeleo, nchi yetu iinuke, na hapo ndipo tutakapopata baraka. Kwa majina ninaitwa Emmanuel Mangata, mkazi hapa Kibwezi, na kwa kusema ukweli Kenya ya leo imeonekana hakuna kazi zinaendelea. Siasa zimeanza mapema, na kulingana na katiba sisi tunaangalia, tunaona mwelekeo ambao tunaelekea sio mzuri, na zimeanza mpaka huku mashinani, mpaka hata ukiangalia mahali zimesimama hapa hivi ni kazi ambayo ilikuwa imeanzishwa na county government, lakini siasa zimeingia mpaka hata kila kitu yote imekwama. Mahali tumesimama hapa inafaa kuwa ni stage, lakini siasa za mapema Makueni zimetuadhiri. MCA hawezi akafanya kazi, governor hawezi akafanya kazi. Sasa hii ndio inaitwa bus park ambayo county ilikuwa imeweka mpango itengenezwe. Siasa za mapema zinaturudisha nyuma. Mheshimiwa ambaye tuko naye, waheshimiwa ambao wako kwa viti wapatiwe nafasi waweze kufanya kazi. Na wale ambao wako kwa siasa, kwa mfano mimi ninashangaa kusikia rais anashambulia Kalonzo, sijui nini kwake kakuja kutengenezwa barabara. Hii si wakati wa kusema mambo kama hayo. In fact, anafaa kuzingatia na zile agenda ambazo alikuwa amepea wananchi na ile policy na ile manifesto ambayo alikuwa ametupea. Kwa hivyo hizi siasa za mapema zinaturudisha nyuma na zinafanya tuweze kuwa na utendaji kazi duni kama vile ule unaona kwa wakati huu. Mutula Kilonzo governor anatia bidii kutengenezea watu wa Makueni, watu wa Kibwezi bus park. Siasa zimeingia mapema, sijui amemwaga mawe, sijui amemwaga matope. Sasa hiyo yote inakurudisha nyuma mpaka hata viongozi wanashindwa. Kama kazi tunafanya namna hii itafanyika namna gani? Siasa za mapema tafadhali, IBC kama inawezekana waweze kutafuta mbinu ya kuzipinga na kuzizuia zisiendelee. Kwa majina naitwa Miriam Mwekali. Mimi ni mkaaji wa Kibwezi, Kibwezi West, Makueni County. Na kulingana na hii siasa za mapema, sisi tumeshangaa sana kama wananchi. Hii siasa za mapema kutoka kwa president kwa wambunge mpaka huku kwetu county zinatuadhiri sana. For example, sasa unaona kama maendeleo yenye tuko nayo kama sisi wa mama, tuliambiwa ya kwamba kama Linda Mama itatusaidia. Kwa sasa hivi hakuna kitu kinatusaidia. Saa hii ukiangalia mama waliambiwa watapewa fedha ambazo zitaweza kuwasaidia kibiashara. Sisi kama wamama hatuna. Na sisi kama wamama kuna vitu ambazo zinatusumbua. Kama hizi biashara zetu vile tunaendelea na kusifanya, unapata ya kwamba sisi hatuna maana. Sisi ni kama hatuna mwelekeo
kulingana na ile serikali sisi tulichagua serikali yenye inaweza saidia kama wamama, lakini sisi tumesema ya kwamba lazima wao wajipange kutoka president mpaka wambunge. Juu hii kitu yeye wenyewe ukiona ikianza na president mpaka inafika sisi county government yetu ya Makueni. Hii ni kitu ambao sisi kama wamama tunataka kusaidiwa. Tunasema ya kwamba wambunge wenye tukanao wenye tulichagua hawangeweza kutusaidia kama sisi wamama. Kwa nini? Wao wenyewe wakienda pale kwa kupitisha misaada, wanaona wanapitisha misaada yenye sisi wamama haitusaidii. Wanaona wanapitisha vitu zingine ambazo sisi tunataka public participation kupitia kwa wambunge. Wakifikisha kwa wambunge wanapitisha kwa wananchi. Sisi kama wamama hizo vitu hatuzioni. Hizo sisi tunalalamika. Tukienda kwa county government kama yetu ya Makueni, tunataka kama county government ya Makueni kama gavana wetu aweze kusaidia wamama. Tunajua ya kwamba kuna fedha ambazo ziliweza kukuja hizi zitetheka. Tunauliza kama Makueni government wa Makueni Mutula Kilonzo Junior aweze kupewa mama ili aweze kusaidia. Na mtazamaji, ndio malalamiko ambayo wakazi wa maeneo ya kaunti ya Makueni wametoa kuhusiana na athari za kampeni za mapema. Na ikumbukwe pia mbunge wa Likuyani ambaye anafahamika kama Innocent Mugabe pia amewashinikiza viongozi kutoka maeneo ya magharibi ya Kenya akiwemo Musalia Mudavadi kujitosa katika kinyang'anyiro cha mwaka wa 2000 na kujiandaa kwa minajili ya siasa za mwaka 2032. Hebu tusikilize kauli yake. Tumekubaliana sote kwamba wakati huu hii mwaka wa 2027 sisi tumuunge Mheshimiwa William Samoei Ruto mkono. Na yeye ametuambia, na si mara moja si mara mbili, kwamba mwaka wa 2032, na sisi tumeanza hiyo mpango kwa sasa, lazima uongozi wa taifa hii ikuje mkoa wa nini? Wa magharibi. Tunataka mmoja wao aende pale si namna hiyo? Watu wako wenye wanawako na huyu, wengine na huyu, mimi niko na Moses Masika Wetangula. Tunaongea na hao wengine kusema watupatie support 2032 tufanye nini? Tusonge mbele. Na ndio maana sisi tunataka tutembee kwa sasa na serikali, na wakati tunatembea hivyo msifikirie sisi hatuna hesabu. Sisi tunapiga hesabu ya kwamba 2032 liwe liwalo, hii uongozi tumeitafuta miaka mingi kuje wapi? Kwetu. Na tunajua tukipiga hapa hesabu saa nyingine ya 2027 itakataa. Naam, ndio kauli yake mbunge huyo wa maeneo ya Likuyani. Victor Anunda, mmesikiliza vizuri pale yule mbunge wa Likuyani akiwashinikiza viongozi kutoka magharibi ya Kenya kujiandaa kwa minajili ya siasa za mwaka 2032. Je, serikali za kaunti itaweza kutekeleza majukumu yake iwapo kuna siasa ambazo zimeanza mapema? Asante sana Paul. Sidhani kama itawezekana, na lile nilikuwa nataka kusema ni kwamba rais alikuwa amesema, yeye mwenyewe alikuwa ameshaona kwamba kutakuwa na michafuko hapa mbele. Akasema yeye mwenyewe atadeal na goons. The issue of goons is a serious problem in this country. Na mimi nilijita hopeful. I'm not an aspirant or a candidate yet. Na naweza kuambia waziwazi hapa kwamba nimekutana na watu 3, 4 wale mimi mwenyewe sijawaambia, wakaniambia kama nataka goods wanaanza kusupply. So we have a very serious problem. Yeah. So tunataka maombi, lakini sisi wa Kenya sisi wenyewe pia tuko na shida. Kwa sababu hawa gunzi wenyewe wanatumika ndio kidalali. Sisi. Yes. So wanasiasa wanaona kuna shida hapa, tunaweza vuruga watu. It's divide and rule. So kujibu Paul, sioni kama kazi inaweza fanyika vizuri pale. Nimeona jamaa amesema pale kwamba yeye mwenyewe ameona kampeni zikianza mapema, miradi zinapelekwa pande nyingine. Kwa hiyo inamaanisha disruption. Thank you. Kahindi. Mimi naomba niseme hivi. Jambo la kwanza, wananchi hatuna tatizo. Wananchi hawana tatizo? Si hivyo. Sisi ambao tuna trigger hizi kampeni. Tatizo liko hapa. In this country we have independent bodies. That's why we have something like Independent Electoral Boundaries Commission. Ingeitwa Electoral Boundaries Commission bila jina independent. But saizi it is its mandate to educate Kenyans on why to do elections and how. Sasa, so if wananchi hatujaelimishwa, nimesikia ndugu yangu hapa akilalamika vijana
Na ni ukweli kulingana mimi, we are just talking that hatujaingia vizuri kwa siasa, but why are we not there? Mainly because we are still not yet educated on how and why we should be there. You get me? Ndio maana hatuna haja, wengi hawana haja ya kuchukua kura. Ingawaje mimi nasema vijana wachukue kura. But bado Independent Electoral Boundaries Commission, it is mandate to educate Kenyans. Let me tell you this. If in real sense ni si siasa wanafanya ni maendeleo, Mr. William Samoei Ruto, His Excellency, after the states, it was said that he will be given 1.6 billion, if I'm not wrong, US dollars, to help and support the Kenyan health, on the health side, health sector. Then it is said, allegedly, because I've not yet confirmed, that there were some data and information. There was a contract that they were to change with them, a contract of 25 years. And I'm like, si ungeenda pale Gatundu, uongee kuhusu hiyo 1.6 billion kwenye itaenda. Why are Kenyans not told about those things? Saizi in such a big TV station, tunafaa tukue tunaona ads, hundreds of ads kutoka the IEBC in educate Kenyans. Enda uchukue kura, enda uchukue kura. It is a shock that tunaambiwa tuchukue kura, sina fare, kutoka kwetu pale Magumu Mutonyora, unless niende Jabini, mahali nalipa fare ya 150, kuenda na kurudi, that is 300, ati niende nichukue kura. Surely, hiyo 300, ndio mtu ako pale Magumu pale Mutonyora, anafanya kazi ya kulima kwa mtu shamba, siku mzima alipe the same 300. Hata kama ni wewe ndugu yangu, utaenda kuchukua kura huko kote, utumie ile pesa yote umepata siku mzima. Why are we not having those voter registration points at our locality, karibu na wewe? Yeah? In fact, it should be an e-thing. Right now, almost everybody is electronic, is digitized. So it should be an e-thing. Uingie, upewe a web, simu yako iko na kidole, you do your prints, you know, you upload your documents, and you become a voter. Yeah? Why is it that ukienda a certain region, unapata there is a problem of kuchukua ID ku replace in 1,000, sijui na 2,000 kuchukua. But there are others ambao wanachukua free. Kwani kuna Mkenya na Mkenya? You know, those are the issues that the politicians that we have, especially those who are in positions, they're supposed to be addressing, contrary to what they are doing today. And I love the way my brother amesema, it is a shock that a president or a cabinet minister anaenda kulaunch kitu, ana-invite crowd. I'm like, ni wanini? The executive, in fact, the executive hawafai kuwa in politics. It should be a different body, sindio? But saizi, Wiruku ndio huyo. Yeye ndio anatoa bunduki mahali kuna votiwa. He is a minister, a cabinet secretary. But yeye ndio anajua politics venye zinafanywa. Ndio wanaweza kutembea mahali na mahali. Which country are we in? Then tuko hapa and we are like kila wakati. Oh, tunafanya hivi, tutafanya hivi. I'm like, mimi kama kwetu, sitaki ushindi ukiniambia ati wewe kama MCA Kirubi ati utatengeneza barabara. Si mimi niamke nipate barabara imetengenezwa niseme yes, he did it. But lazima ukikuja, uite watu, ukiita watu, uambie nitatengeneza barabara. Hizi mashimo nitaziba. Then watu wape about 200,000, but cost ya kuziba hizo mashimo ni 100,000. So utatumia 300,000. What are you doing? See, it is just retardating. What is the reason behind? You see, unapata in every bill that is supposed to be in parliament, we are supposed to be having something called public participation. Wewe kulingana na mahali umetoka, ni public participation ngapi umeitwa za kuhusu parliament, any bill inaendelea? Hakunanga. But there are funds that are of that. But do you know why? Because a politician like me, si niko pale bunge, nakuja naita watu rally, picha zinapigwa, mimi nauza sera zangu, nauza madam hapa Waridi namwambia mchagueni ni huyu msichana nini. Then nikienda kuulizwa nasema mimi ile budget mlinipea public participation, ndio hii nilifanya public participation, but in real sense nothing like that was there.
You get me? Kumaanisha wananchi wanafaa kufanya nini kuhusiana na hali ilivyo kwa sasa? Wananchi, let us not tolerate stupidity from these people. Wakituita, let us not appear. Why? Why should we? Why should we? I understand that sometimes we are not that busy. As my brother, though I beg to differ the word idle, we are not idle because we are still thinking, but we are not doing the current duties that we are supposed to be doing in earning. You know, we are not doing what we are supposed to be doing to be earning, so we tend to be apprenticed by the small token that somebody is going to give you. And I'm like, bro, do you know what you are selling for 200? Do you know these parliamentarians, even the president himself, na parliamentarians wali agree, wakifika bunge lazima walipwe ili bili iendelee? Do you know ni mambo ngapi? Ask Kenyans from anywhere, any constituency. Ask them. And I wish TV47 siku moja muende tu mchunguze, ulize kwa wananchi tu, how many people know how much money their NGCDF receives? How many people knows what is used where? MP mwaka mzima atajenga class moja, muishi kumsifu, class ya 1 million, but akona 200 million. Then yeye atajaza kwa vitabu zake, kwa audit yake, amejenga class 10 worth 20 million. Hizi zingine 19 ni ile yenye alikuja kamwambie mzae mantoboka man, wacha kakitu, anakuachia robe, alafu sasa unasema muhesha kofiti, then pesa yenyu. Tuache kuzoea being given the handouts. That's what I wish. Nampongeza kakangu hapa, lakini pia niko na wasiwasi kwa maana anasema wakiwaita msiende, yet he's vying for an elective position. So I'm shocked. But again, as young leaders, as youths who are here, ni lazima tujukumuike na tujitume kama vijana. Nimesikia unaongea kuhusu IEBC. IEBC inafanya mambo yake. Na mahali pamebakia, pia sisi kama vijana, sisi kama wananchi, mpaka pia tujukumuike. Nakumbuka walipoanza, kuna sehemu nyingi umesema kwa sababu ya region, unakuta ya kwamba huwezi fika pale kwa sababu ya fare. Very correct, very true. But I've used my own money. I've used my own resources. I've planned logistically for young people to get to the station to go and vote. My personal initiative. I have written to the IEBC an open letter ya kwamba walete huduma za IEBC mashinani. After Lamu, after a whole week, Lamu ilipo record two registration in Lamu, which was very low turnout for the young people and for the people of Lamu. So I took an initiative and wrote to the IEBC that they bring the exercise at the ward level. And happily, the deputy chairperson of the IEBC, Madam Fahima, Commissioner Fahima Arfat, she comes from Lamu. And they responded and wakasema kwamba hizo huduma zafikishwa at the ward level, which to date haven't seen it. But I love that. But wait, listen. No, I'm here talking about young people kujituma na pia tusikue watu wa kupoint to serikali saidia, serikali haijafanya, what are we doing at our own capacity? You are vying at the parliamentary seat. What have you done that uhakisha kwamba vijana wanaenda? How many posts have you done on Facebook, on Twitter, on status kuambia vijana waende wakajiregister? Ni sawa hawezi fika. Have you taken an initiative hata ukodishe lori wapeleke vijana waende wapige kura? I've done it myself. I also. I've organized it myself. So if you've done it, kudos, but let's also let the people and the young people tell them in face ya kwamba ni lazima tujitume kando na kusubiria kwamba serikali saidia. The exercise there, you've talked about being digital. Yeah, you can do it digitally. Kama wewe ushai vote before, you can verify that online, iebc.co.ke. Verify your information if they are correct, if you want to change, correct them. You know, if you are a new voter, that's when you need to go to an electoral, offices there.
There is something else that you've talked about. When we talk about early campaigns, ni lazima pia to differentiate what are early campaigns. Na pia when we talk about early campaign, kuna wale ambao wako kwa elective seats already. Kuna wale ambao wanahudumia wananchi tayari. Kazi ambao tunahitaji kwao ni kwamba wawajibike, watekeleze na pia wafanye yale ambao kwamba walisema ambao watafanyia wananchi. Na pia when we talk about early campaign, there are some of us who are vying, you know, in elective seats. An example you've said ya kwamba when someone is vying, you start doing, I've done it since 2016, na ndio maana unasikia naitwa waridi wa miradi. Kwa maana nimekuwa na miradi kutoka 2016. Even by then, I had not thought of vying. But I started doing it and I've been close to mwananchi. Mwananchi anajua kwa hakika waridi anafanya kazi ama hafanyi. Hizo visodo ambazo zinafaa kupelekwa na women rep wa kila eneo, anapeleka kwa mashule, mimi ndio huzipeleka kwa maana hazifiki. Sijui anauza ama anafanya nini. Unaona? So, at your own capacity, create those initiatives to show that you are instead, na hiyo itamweka yule ambao wako katika kiti afanye nini? Adeliver zile vitu anafaa kudeliver. Adeliver. Kama juzi, that is in November, we had Madam Charlene, the first daughter, who came to Lamu. And we've been having a lot of wildlife and human conflict in Lamu. And to me, it was a concern. And when she came, I addressed that. Because one thing is that as a leader, you should be able to know vitu changamoto ambazo kwamba ziko wapi. Hizo si early campaign, hiyo ni kusaidiana na jamii. Na nikaomba, nikamwambia Madam Charlene, mimi najua kwamba unashiriki sana na mambo na bees. Can you bring us beehives? Kwa maana wakati elephant ameona bees, haezi ingia kwa hilo shamba. Kwa hivyo it's defensive enough. Badala ya watu waue elephant ama watu wazidi kuuliwa na elephant. And that, to promptly today in Lamu, wanaleta beehive, 200 beehive. It is a collective voices of leaders ya kwamba hiyo imehappen, na kando na hivyo wameleta chicks. So I have contributed at some point to make sure that that is delivered. So as the young people, as youth, we must be at the forefront to bring the change that we desire. When we talk about people, young people being the people that are being weighted to be the hooligan and goons, that is not true. The young people of this nation are now alert. They know that they have an obligation. The young people wanajua kwamba wako na jukumu ya kuhakikisha kwamba wana bring change. Na mtaona itabadilika sana kwa maana 2027 watarauka, hawatapewa pombe. Mimi nimeongea na vijana wengi sana. Na mimi ni rais wa vijana hapa nchini Kenya Youth Organization. Na nimetembea almost in all counties, sensitizing the young people that it is our time. It is time for change, and the young people wameelewa hivyo. Na ndio maana probably in June waliweza kutokea kwa barabara na wakaitisha haki zao. Na wakasema kwamba tunahitaji hii ifanyike, hatutaki hii. Kwa maana vijana wanajielewa kwa sasa hivi. Na mimi naamini ya kwamba vijana hawatatumiwa kama goons. Vijana watarauka kwenda kituoni kupiga kura. Ni warai na nizidi kuambia vijana, tuchukueni kura kwa maana the change that we want today or tomorrow, the future that we envision as the young people, ni sisi ambao tutajitengenezea. Tusikue citizen ambao tuta vote in the wrong leaders, then tulie for the next 5 years. In the next 5 years, Kirobi, hata wewe, mtoto wako atakuwa ndio pengine anaingia, anafanya KEPSEA, sijui ni KG. So you'll be able to need a leadership ambao kwamba at least mtoto wako akuashua na good education, akienda pale kama vile SHA inafanya vizuri pale, inazidi kufanya vizuri. So that means that we need to be ourselves as youth, we be able to be at the forefront. Na pia nikiomba serikali izidi kushirikisha vijana katika meza ya maamuzi, na sio tu serikali, pia organization ambao zipo. Tusikue kwamba vijana ni priority ya kwamba na hatuna kijana hapo, acha tumuongeze. Hapana. Ikuwe ni ya kwamba ni shinikizo ya kwamba it is a must. It's mandatory for young people to be present at the decision making table. Naam. Asante sana kwa kauli hiyo nzito. Ndarejea kwako Joshua Kibora, lakini wacha tuvuke maeneo ya Taita Taveta tuungane naye mwandishi wetu Julius Mariki. Mariki, kama unanipata kwa ajili iliyo safi zaidi, wakazi wa maeneo ya Taita Taveta wanasema nini kuhusiana na kampeni za mapema?
Shukrani sana Paul Kirobi kutoka studioni. Leo hii nimeweza kuzuru sehemu mbalimbali kwenye kaunti hii ya Taita Taveta, hasa hapa mjini Voi, kuzungumza na wakaazi kuhusiana na swala hili zima la athari za kampeni za mapema. Tupate kusikia baadhi ya kauli za wale ambao nimezungumza nao. Mimi kwa majina naitwa Bwana Maganga kutoka Taita Taveta County. Hii siasa za mapema zikianza huwa hakuna chochote kinafanyika kuhusu maendeleo. Maana kwa sababu kila mmoja anakimbilia hizo siasa akitafuta umaarufu wake. Kwa sababu yale mambo walikuwa wanasema watatengeneza, hawatatengeneza kwa sababu kila mmoja akili yake itakuwa katika hizo siasa za chini kwa chini. Kwa sababu ukiangalia viongozi wengi wameahidi wananchi lakini hakuna kitu wamefanya mpaka sasa hivi. Kuna maendeleo fulani wamesema watafanya na hawajafanya na wananchi wanaendelea kungojea. Kwa hivyo hiyo siasa ya mapema ni hatari kubwa sana kwa wananchi, hasa wananchi wa Kenya, kulingana kulingana na hatari zao walikuwa wamesema watawafanyia wananchi. Kwa hivyo mimi naona hizo siasa zitaleta shida kwa wananchi, maana kwa hivyo sasa kuna hatari kubwa sana, maana hakuna jambo hilo linafanyika kwa wananchi. Mambo mengi, mambo ya shule, mambo ya barabara, mambo hata ya barabara na mengineo mengi ambayo yatafanyika. Mimi sioni kama kuna athari zozote za siasa za mapema, kwa sababu wenye wako ndani wao ndio wako na pesa za maendeleo, na mimi naamini uchaguzi ukifika wao watatetewa na maendeleo waliofanya. Wale ambao wanafanya kampeni za mapema ni wageni na ni haki yao waanze kujitambulisha mapema, wajulikane kwa wananchi. Mimi sijaona kama kuna ahadi wametekeleza, manake maisha yale tulikuwa nayo hata kabla ya uchaguzi bado naona ni yale yale, na maisha yale tulikuwa nayo kufikia 2022 kufikia sasa sijaona yamebadilika. Kila kitu naona vile mwanzo, naona kama ndio tunazidi kuwa kubaya zaidi. Tuko na hatari kubwa sana kwa sababu viongozi walioko mamlakani wamesahau kile walichoenda kufanyia mwananchi. Wameanza siasa za mapema na kutumia pesa za miradi kufanyia kampeni zao, na hakuna miradi inaendelea. Na sisi tungeomba tu IBC inoti majina ya hao watu wanaoendeleza kampeni wakati kama huu ambao ni wakati wa maendeleo, ili ikifika 2027 tujue wataruhusiwa kuingia katika race ama watakuwa disqualified, kwa sababu tumewapa nafasi ya uongozi na wameshindwa kufanya yale tuliowatuma wakatekeleze kama viongozi wetu wa Taita Taveta. Siasa za mapema kweli zimekuwa pingamizi sana kwa wale ambao wamechaguliwa wako ndani. So unakuta hao wengine ambao wanaanza siasa za mapema inakuwa sasa hawawezi fanya yale mambo ambao wanahitajika kufanya, sababu kila kukicha wanaambiwa kwamba hawafanyi sababu hiyo siasa mapema. So majukumu inabidi sasa hata wale wengine hawafanye yale majukumu ambao wanatakana kufanya. Inabidi wanaanza kuangalia nini kampeni za uchaguzi ujao. Anaanza kujipanga. So yale majukumu ambayo alikuwa anatakana kufanya hatafanya sababu tayari siasa zimeanza, yeye mwenyewe hajakamilisha yale mambo alikuwa anatakana kufanya. So hiyo pia imekuwa tena changamoto nyingine kubwa sana, ambapo hizi siasa za mapema IBC wanatakana kuweka sheria kuhakikisha kwamba kuna wakati unapangwa ni wa siasa, ni wa campaign, lakini hizi siasa za mapema zimekuwa zinawaafect sana kwanza wale ambao wamechaguliwa. Maana yake tumekuwa tukiona wengi hakuna kitu wamefanya hata kufikia sasa hii. Kuna wale ambao hawajafanya kabisa, ambapo wanalaumiwa na kulaumiwa kwa sababu ya hizo siasa za mapema. Maana yake hata kama ni mimi nimechaguliwa na tayari siasa zimeanza baada ya miezi 6, mimi ujue sasa nitakuwa naangalia uchaguzi, nitakuwa nakimbilia kuangalia mwananchi anataka kufanyiwa nini. Sasa hiyo ndio shida tuko nayo. Na Paul Kirobi, hayo ndio maoni yao wale ambao nimeweza kuzungumza nao, wakisema kwamba zipo athari na kwengine pia bado wanaona kwamba ni sawa tu siasa hizi kuendelea, lakini 1, 2, 3 ni kwamba athari inakuwa ni kwamba maendeleo bado hayaonekani inavyotarajiwa. Narejesha kwa kuskani kuendelea na mjadala wetu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Asante sana Julius Mariki ukiwa maeneo ya Taita Taveta. Pia nawe mtazamaji popote pale ulipo, nakaribisha simu zako hapa studioni. Nitakuwa nasikiliza kauli yako na kisha nitakuwa nahusisha wageni ambao wako hapa studioni. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwenye nambari ya simu ambayo inapatikana pale chini kwenye runinga yako. Nitakuwa nasikiliza kauli yake Joshua Kibor. Mbona mashirika ya kutetea haki za binadamu hayajatoa kauli yote kuhusiana na swala hili?
Hili la kampeni ni swala ambalo ni very complex. You know, early campaigns are very complex situation. Na ukiangalia haya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wako na mambo mingi sana wanashughulikia kwa sasa, ya kwamba haki za kibinadamu especially katika nchi ya Kenya hatujazingatia sana, ambapo maybe kwa maoni yangu ni kwamba ni kama hao wameshughulikia sana responsibilities what they have kutetea haki za kibinadamu. Early campaigns sioni mahali popote kama inaenda kinyume na haki za kibinadamu, lakini ningependa kusema kwamba early campaigns cripple democracy in such that we are a country governed by law, by rule of law, and if the rule of law says campaigns should start 60 days to election, 90 days to election, 21 days to by election, you know, that is something that needs to be followed. And if people are not following it, then you see that's not following, that's not democracy. It cripples democracy. Na ukiangalia kwa undani kabisa, if anything is to go by Bwana Kirobi, ili swala la early campaigns pia liko kwenye kikao hiki. Ukiangalia kuna watu kama Kahindi, Bwana Mama Mradi pia amesema I am vying. Kahindi pia amesema I am vying. Mwenzangu pia hapa amesema I am vying. Hawajasema I will be vying. Wamesema I am vying. Kumaanisha they are popularizing their candidature. Kama IBC wanaweza kuja hapa saa hizi, you know, until you are cleared by the IBC. Kuna pendekezo ambalo until you are cleared. Shikilia hapo, kuna mpiga mtazamaji hapa kutoka maeneo ya Busia, Dan anapiga simu. Dan, kama unanipata, hello TV47, mchango wako ni upi? Hello? Ni kama amekatika. Wekwe kwenye hiyo database ya kwamba you are cleared now to vie as an MP. Sasa unaweza sema I am vying. Lakini for now you should be saying I will be vying when the right time comes. When it is 60 days to election, I will be vying. Then you can come to us and say now I am vying. Lakini ukisema saizi kwamba I am vying, hopefully incoming, all those are campaigns. Those are campaigns. And you see these guys, kuna pendekezo ambalo Kahindi alikuwa amesema kwamba parliament inafaa kuwa na disciplinary committee. Sio parliament, inafaa kuwa IBC. IBC yenyewe ndio inafaa kuangalia. Alafu hizo ndio vitu ambazo zinafaa kuwa zinaangaliwa. Vetting inafaa kufanyika. Wakati Kahindi anapeleka makaratasi yake ya kusema I am declaring an intention to vie this coming election, IBC inafaa kuangalia article zote zenye huyu jamaa amewahi andika ama amewahi sema kwenye ziko in public. Huyu jamaa amewahi kusema ya kwamba ana campaign, before that did he say anything that insinuate he is campaigning? Kama alisema hivyo, afai kukuwa cleared. Grounds being that you started campaigns early. Na mwenyewe wamwekea hapo evidence yako, mwambie ulikuwa TV47 mnamo tarehe hii na hii ukasema ya kwamba unasimama kiti na hiyo ilikuwa kinyume ya campaign. Na kweli akiangalia mwenyewe hivi naone kweli nilianza kampeni yangu mapema. Kitu kingine, ningependa sisi kama vijana, especially us guys who are getting these platforms to talk, we should talk facts. Tuongee facts. Kwa sababu we are the ones who are, our people are listening, people are watching us. We are misleading the public if we speak things which are not facts. Shikilia hapo kwa public. Martin kutoka maeneo ya Pwani. Martin, hello? Thika, maeneo ya Thika. Martin? Hello TV47? Hold on. Kahindi hapa amesema ya kwamba MPs wanakuja wanapewa 200 million, you know, depending, you know, it runs from there 197 to 207 million depending on the number of words that is in a constituency. So wenzangu Kahindi amesema kwamba kuna MP, I think maybe ni MP wake anafanya hivyo, ndio maana yeye pia anataka kukuwa MP or something. Anasema anajenga darasa ya milioni 1 na nyingine yote anaweza kuspanda na kutengeneza hapa makaratasi ya audit nini. Ukiangalia takwimu ile iziko inasema ya kwamba kuna wale wabunge ambao wamefanya kazi, wametumia CDF yao vizuri, kama vile Ndindi Nyoro, Babu Owino, Peter Salasia. Hizo ni takwimu ambazo tuko nazo, it's in the public. These guys, they have done work. Na wengine wengi, sio kila mtu.
Kama MP wako Kahindi anasema ya kwamba unaona kwamba MP wako hajatumia CDF vizuri, kashifu huyo MP wako. Usigeneralize, don't generalize. Utafanya ule mtu mwenye ako kule mashinani mwenye ajui chochote aseme MP wangu kumbe hii darasa yenye ametengeneza hapa imetengeneza na 1 million, kumbe amekula pesa zingine. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba sisi kama vijana, if we get this opportunity, let's talk facts. Let's speak facts because we are the leaders. We are the ones who are speaking on behalf of the people. We are showing the people what is really happening, you know. So we should be speaking facts and you know and say what is really like what is the truth. Kauli yako ya mwisho kusonga mbele, solution inaweza kawa ni gani? IBC wanafaa kuwa strict. Wanafaa kuwa strict, especially when it comes to time when they are vetting candidates. They should start vetting candidates in a strict manner such that when they find there's kuna chembe za kuonesha kwamba huyu mwania huyu aliweza kufanya kampeni kabla hiyo tarehe ya kampeni kufika, achukuliwe hatua. Na hatua ya kuchukuliwa ni kwamba they should not be cleared to vie for elective position. You should not be cleared. Victor Nunda, kumalizia. Napenda rafiki yangu amesema, naona Masai imepiga kisogo, amesema tuambie watu facts. And what is factual is then that you move from being a hopeful to utenda kwa primaries za party, utakuwa aspirant. After being an aspirant, utenda kwa EBC, watakuclear, utakuwa candidate. And then you become kama ni president, unaenda kuwa president elect, alafu unakuwa president. Sisi kama kuna mtu amesema aspirant hapa Kirobi unafaa ufuatilie, bibi nimesema hopeful. Alafu nilikuwa nataka niseme ya kwamba the game changer, hata kama wanasiasa wataingia kwa siasa mapema, wafanya vile watafanya, the game changer in the coming elections will be the young people, 75%. Hiyo debe, lakini hatujaiona kwa by elections. Hatujaiona kabisa, sijui wanatupangia aje. Wakiweza kuchukua kura yao na waende kwa debe wapige kura vizuri, they will change these numbers. But then again, IBC tulikuwa hapa Kirobi some 2 weeks ago, I think a month, walisema IBC walisema watafanya kitu inaitwa enhanced voter registration. Enhanced. So sijui kama watakuja watuambie wataanza hii enhanced wapi, ndio labda watakuja wajibu waridi kwamba watakuja kwa ward. Kwa sababu vile iko constituency ni kubwa na ofisi ni moja, haisaidii. Asante. Derek Ouma, pendekezo lako ni gani? Mimi nilikuwa nataka kuongelea hii maneno ya IBC. Kwa sababu tunalaumu sana youths wajachukua kura. Lakini unapata hawa youths ile masaa kuchukua kura hawana, kwa sababu unapata youths ame lose hope. Most of youths wame lose hope kwa sababu wameona hata hii uchaguzi ya juzi ya 2022 haijawasaidia chochote. So unapata ukijaribu, sisi kama viongozi ukijaribu ku-convince youths ya kwamba bana tunaenda tuchukue kura kama vijana, wanakuambia mtafanya vile vile mlitufanyia. So unapata youths wame lose hope, na badala aende achukue kura yanaenda kulewa. Wameingia kwa miadarati nini, mambo ambayo ieleweki. So ni sisi, ni viongozi ndio wameleta hii janga lote, na sasa tena ni sisi kama wananchi wa Kenya tumefanya hii kitu imekuwa hivyo, kwa sababu mimi bado nitadwell hapo tu kwa wananchi. Sisi tukionyesha suluhisho sasa ni gani? Suluhisho kama wa Kenya ni sisi tuchukue hatua kama wa Kenya. Mwana sasa kikujia na maneno ambayo iweze saidia wewe au iweze saidia mtoto wako ambaye ni mchanga, inafaa umwambie tu wazi ile utendo siwezi. Ni vigumu. Waridi. Pengine pendekezo langu niseme ya kwamba vijana sisi ndio ambao kwamba tuko wengi zaidi Kenya hii 75%. Kwa hivyo ni kumaanisha tuko na nafasi kubwa sana ya kushape the narrative that we need or that we want in this country. Na sisi ndio ambao tutaweza kuendeleza ama kuifanya mstakabali wa siasa za Kenya yetu uwe sawasawa ama ukue kwa njia ambao itatufaidi sio kwetu sisi peke yake, bali pia kwa watoto wetu ambao ni kizazi kijacho. Kwa hivyo ni lazima tuchukue hatua na tuwe katika mstari wa mbele kukataa uongozi mbaya na kujitokeza waziwazi katika nafasi za uongozi.
na wakati ukifika, mimi ndo kila wakati nasema, hata nikiwa pale Lamu, ya kwamba wakati ukifika tutaanza kuuza sera na tutaambia jinsi tutakavyofanya. Lakini kwa sasa hivi ni tuzidi kuweka on toes wale viongozi wamechaguliwa katika majimbo letu na katika gatuzi zetu na pia katika national government, tuhakikishe tunaweka accountable ili waweze kufanya kazi. Na mimi kama mgombea nazidi kusaidiana na wananchi pali ambao kwamba serikali haifikii, mimi naweza kusaidia. Hiyo ndio tutaweza kuendeleza mstakabali wa siasa na maendeleo ambao tunahitaji. Na pia ni warai na pia ni waombe pia vijana wazidi kujiregister, kwa maana wao ndio wata change narrative, na pia tusisahau kujiregister katika vyama tofauti tofauti ambao kwamba viko na agenda ya mwananchi wetu pale mashinani. Kwa hivyo salamu zangu pale Lamu, na niwasihi ya kwamba mama ni mmoja, mama ni waridi wa miradi, na tuko na wao. Wakati ukifika wa kuleta sera, nitakuja na tuziuze sera na tuanze kampeni zetu. Shukrani. Thank you so much. I wanted to say something. So recently there is a proposal that the election period be extended, and it is on the floor of the House. Just because they are saying we need time to develop, because they are using a lot of time to early campaigns to do their campaigning, you know that. And mrengo wa UDA ndio wanaishinikiza sana. They need 7 years extension. We want to say that one of the negative effects of early campaigning, it causes violence and political tension and development. We cannot realize our constitutional right, that chapter 4 of our constitution, the Bill of Rights, Article 43 of development. We cannot see it, and you are seeing people on television complaining. And the by-election that just ended, another effect of early campaigns, it demoralizes us. That we don't have hopes for the IEBC to conduct free and fair election. That's why. Kumaanisha suluhu ni gani sasa hivi, kwa sababu madhara ni mengi? So one is we need to make our enforcement very strong by the institution involved. Let us bridge also the loopholes, and let us stop, as a politician, I'm going to be an MP of Kibra. Let us stop being defiance. Let us stop being defiance. And finally, to our churches, you need to sell hopes. Stop giving this one as a platform to do early campaigns. Thank you so much. Naam, asante sana. Okay, thank you so much. My last word to the people, I would say first to the young people, nobody is going to bring you the table. You want to make a decision in a table that you didn't create. You have to participate in the ballot box first. You have to make sure that you have someone that you've elected. Remember, you as the voter, you are the boss. The person you voted for is your servant. So you will not complain about a servant that you did not employ. So as a young person, make sure that you register as a voter. Register as a voter and make sure that in 2027 you are electing a leader that is very intentional with your needs. Because I would also want to remind them that the most important seat, as I would say, is you need to know your area MP. Because remember, when it comes to, they are able to bring laws, policies that can change the young people's life for the better. They are the people that can at least hold our president accountable. So you need to make sure that the person that you are very cautious with when you're electing your leaders is your area MP. Yeah, so register as a voter as a young person, and make sure that you constantly remind them, and also to the IEBC. They have to make sure that these easy places za kuvote, kufanya voter registration, ziko very accessible. Because I remember even yesterday I was calling someone, telling them, have you registered? And they told me that in Kasarani, we do not know, we don't even have a place. So I have to move to another place to register as a voter. Somebody who doesn't care about voter registration will never even think of kutafuta. They will not. So to the young people, remember to register as a voter, and to the IEBC, make sure that these places of voter registration is very accessible to the young people. To the young people. Kahindi, kwa dakika moja. Naomba nimalizie kwa kusema kuwa mimi ni mwaniaji. I never said nitakuwa nikiwania when time comes. And to get the solution hizi kampeni za mapema,
not only to the community, but also to the political world or the political class. Sasa sisi, wanasiasa. Sometimes it is pressure. We are pressured by our opponents, and that is why we tend to go and do early politics. What I wish and how I wish, and I'll still give an example, is that if you are a leader, wewe mwenyewe ni kiongozi, usishinde ukiangalia mwingine. Do your work, then the rest itajileta. The same way my brother hapa alisema, Orengo never vied. Not divide, but never did the campaign. You know, because people already knew we have Orengo. Right now we have the united opposition ambayo iko hapo nyuma yako. One of those guys, the rest they have been good in publicizing everything, but one of them, Dr. Matiang'i, wakaanza kusema, oh, wewe kazi yako ni kukaa kwa hoteli, you are not doing rallies. I want to tell people, and I love him because alikauka na msimamo na akakataa kufanya hizo marali zenye kumaanisha suluhu hapa ni gani? Viongozi wawache kupigwa pressure na wale wengine. Ikiwa mimi kama mtu ambaye atakuwa akiwania kiti cha ubunge upande wa Kinangop, nimeona Kirubi umeanza kufanya campaign, let me not do as you, let me be unique, let me do my work, and then the people are the ones to decide. Naam. Till time comes. Naam. Asante sana kwa kauli hiyo. This is an issue that requires collective responsibility. It's not going to be a one-man show. I think the IBC need to come out very clearly. The people need to come out very clearly. And also government need to come out very clearly. One, the people need to be given civic education. Why it is important that we don't engage in this early campaign. Why it is important to also participate in democratic processes. Then IBC must be very strict. It is independent. It must do its responsibility. When you're talking about vetting and clearing candidates, it's not supposed to be an issue of where are you coming from, who are you, what do you have to be cleared. They need to check at the guidelines. If I have done a mistake that worth me not being a candidate, I should not be a candidate. The government must also not gag people into doing things that they wish for their interest or benefit. They should allow the people do these things so much that at the end of the day, IBC have done their job in terms of educating the people, telling the people why it is important to participate in elections. The people are also supposed to know, once we have elected a leader, what are they supposed to do? They're supposed to be giving us development. They're supposed to be giving us opportunities. They're supposed to be engaging us in matters that are going to ensure at the end of the day, the economy has grown. So that when we get solution ni wananchi. Solution ni wananchi. Not only wananchi. It's supposed to be government. It's a collective responsibility. IBC, the government and the people. Naam, asante sana kwa kauli hiyo na asanteni sana kufika kwenye studio za TV47. Bila shaka mtazamaji ambaye yuko pale nyumbani ambaye amekuwa akifuatilia mjadala huu ameweza kuelimika kuhusiana na masuala ya siasa na uongozi. Dakika 50 zimekatika baada ya saa 6 kamili saa za Afrika Mashariki. Sasa nitakuwa nakupasha mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali na asanteni sana wageni kufika studio za TV47. Shukrani za dhati, mchana mwema.